Uhali gani mtazamaji wa Miujiza TV, karibu kuitazama Miujiza TV Sports, na kama ambavyo tunapiga story mbalimbali kuhusiana na michezo, lakini pia burudani na vitu vingine kibao. Na mimi nikukaribisha tu kwa sababu leo kuna good news na kuna habari mbalimbali kwa wapenzi wa michezo, naamini utaenjoy sana. Na taarifa ambazo tunazo bwana, ambazo zinapatikana pale kwenye kikosi cha Simba Sports Club ni kuhusiana na Stephen Dese Mukwala alishatambulishwa rasmi katika klabu ya Al Nassr huko nchini Libya. Lakini viongozi pamoja na benchi la ufundi baada ya kuondoka Stephen Dese Mukwala wameona bado pale Simba panahitajika patikane striker ama mshambuliaji mwingine. Kwa hivyo moja kwa moja wameenda kupiga hodi kwa Mamadou Sy. Mamadou Sy ni raia wa Mauritania, ni kijana mwenye umri wa miaka 25. Huyu bwana inavyosema kwa sasa tayari wameshamalizana na Simba kwa mkataba wa miaka 2 na pengine tutegemee kumuona very soon kwenye ardhi ya Tanzania kuja kuitumikia klabu yake hiyo Simba. Na kwa nini Simba wamekuwa wakifanya usajili mbalimbali? Ni kwa sababu bado inaonekana Simba kuna tatizo fulani, japo kwa moja huwezi kujua ni nini, lakini wao wenyewe wanajua Simba yao na namna gani ambavyo imeweza kumaintain kwa ukubwa sana na kuwa bora katika michuano ya ndani na nje ya Tanzania. Kwa hivyo wakitazama wanaona bado hawajitosheleza. Kwa hivyo Simba wamevuta raia kutoka Mauritania, Mamadou Sy. Tutegemee pengine kuona magoli mbalimbali ambayo yanaendelea kunguruma kwenye ligi yetu ya Tanzania na kimataifa pia. Mamadou Sy bwana, ninavyosema mpaka kwa sasa tayari wameshamalizana na Simba, bado utambulisho tu. Nikumbuke Mamadou Sy alishacheza amecheza APR ya Rwanda. Ni mchezaji mzuri sana, ni nyota ambaye 1v1 akukosi babu. Mimi nikwambie tu asante sana kwa kutufollow kupitia mitandao yetu ya kijamii, lakini bado kama huja subscribe mitandao yetu ya kijamii, subscribe leo mitandao yetu ya kijamii ili tuweze kupiga story kwa pamoja. Lakini pia kama una comment yoyote kuhusiana na taarifa ya Mamadou Sy unaweza ukadrop kwenye comment section hapa, alafu tukapiga story mwanangu.